Nakushukuru sana. Nianze kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hapa kwenye siku ya leo muhimu sana. Lakini kushukuru wewe binafsi kwa kuendesha session hii. Nashukuru kaka zangu ambao wako kushoto kwangu. Lakini nashukuru viongozi wa Club Young Africans ambao wamehudhuria. Nashukuru viongozi wa vilabu mbalimbali pia ambao wamehudhuria. Niwashukuru sana wanahabari kwa kujitokeza kwa wingi kwenye hafla yetu ya leo. Najua kuna Watanzania kadhaa wanatazama kupitia vyombo mbalimbali vya habari ikiwemo Azam TV. Mimi naitwa Hersi, ni kijana wa Tanzania. Background yangu ni civil engineering. Nimesoma Tanzania na nje ya nchi. Lakini katika kazi kubwa ambayo leo inatutanisha hapa ni sisi wa Tanzania kuona kwa namna gani tumeweza ku-elevate mpira wetu, ku-elevate level ya ligi yetu ya Tanzania, ku-elevate vilabu vyetu ambavyo vinashiriki kwenye mashindano ya ndani ya nchi pamoja na mashindano ya nje. Na specifically nitacheza mwenyekiti wetu Yusuf Manji ambaye amechangulia mbele za haki. Tumuombe Mungu ampe pumziko la milele. Mwenyezi Mungu amwapushie na adhabu za kaburi na afanye kaburi lake kuwa ni sehemu katika bustani za peponi. Baada ya kusema hayo, Young Africans tulipitia wakati mgumu, na mimi nikiwa tu mshabiki na mwanachama. Lakini nakumbuka 2020 Mr. Ghalib aliniambia tumealikwa kwenye harambee kubwa ya ukusanyaji wa fedha kwa ajili ya kuikwamua klabu yetu kutoka kwenye wakati mgumu. Akashiriki kwenye mkutano ule. Kwa bahati mbaya nilikuwa nimesafiri, na alitoa ahadi ya kuchangia kiasi cha shilingi milioni 300, na mwaliko huu ulitoka kwa mwenyekiti wa kamati ile ambaye alikuwa ni Anton Mavunde. Na hiyo ndio historia ilipoanza hapo ya sisi na mimi binafsi kama kampuni ya GSM na mimi binafsi kuingia kwenye Young Africans. Baada ya kupita kwenye hatua, ilitolewa pia nafasi ya klabu ya Young Africans kumtafuta mzabuni wa jezi, ambayo kampuni yetu iliweza kubidi na ikapata nafasi ya kutengeneza jezi. Na mimi nikiwa kama mkurugenzi wa uwekezaji ilikuwa ni fursa kwangu kuhakikisha tunapata ile biashara. Lakini baadaye tukaja kugundua biashara hiyo haiwezi kwenda kama timu haifanyi vizuri. Kwa hiyo tutakaa na Mr. Ghalib akaniambia, bwana, sasa hii bahati nzuri ni timu unayoshabikia na wewe ndio mwekezaji mwenyewe. Fanya jitihada sasa ili biashara ifanikiwe kuhakikisha una elevate level ya timu. Basi nikaja kwenye nafasi hiyo ya kibiashara, lakini kuhakikisha tunainua thamani ya klabu yetu ya Young Africans. Basi ndio tukaanza hapo, kabidi kusajili wachezaji. Nakumbuka mwaka 2020 mwanzoni, wakati wa dirisha dogo, tukasajili wachezaji wanne. Tukamsajili Bitra Mchimbi, tukamsajili Adeyum Saleh, tukamsajili Bernard Morrison na tukamsajili Haruna Niyonzima na karudi baada ya kutumikia Young Africans na baadaye Simba na baadaye karudi Rwanda. Kwa hiyo ulikuwa ni task yangu ya kwanza kusajili wachezaji na kuhakikisha timu inakaa mahali pazuri. Kwa hiyo tukaweza kuihamisha kutoka Netherlands kuja Regents Hotel, tukaitafutia uwanja wa mazoezi. Klabu ilikuwa iko down kwenye kila sehemu. Tukamleta pia coach Luke Eyma kama mnakumbuka, na baada ya hapo kuanza kuweka motivation. Nakumbuka mara ya kwanza Lugas alikuwa anabeba kabisa milioni 10 kama furushi kuhakikisha anawaonyesha wachezaji, kwa jamani, fedha ni hizi, mechi nikishinda mtaondoka na hizi fedha. Ilikuwa ni sehemu ya motivation kwa ajili ya kupromote wachezaji waweze kufanikiwa na kutupa matokeo. Tulikwenda na baadaye tukaweza tukachukua nafasi ya pili kwenye ligi. Tulikuwa ndo msimu wa kwanza wa 2021 ambao nilishiriki. Kwa hiyo baada ya hapo nikawa naona gharama zinavyoenda. Yaani ukitaka kuihamisha timu kutoka sehemu hii kuipeleka hii inatumia gharama. Ukitaka kumsajili mchezaji inatumia fedha. Na fedha hizi zote zilikuwa zinatolewa na Mr. Ghalib free from his pocket, kwamba nataka kuisupport team sasa. Nikaja na wazo kwa ile background yangu ya investment. Nasema lazima tutafute, tuwe na short term plans na tuwe na long term plans. Short term ni hii kusupport, kuinua quality. Lakini long term hii timu inapaswa kuweza kusimama kwa miguu yake. Inaweza kuwa ni 100% au inaweza kuwa ni 50% au inaweza kuwa 75%. Kwa hapo tukasema lazima tutafute mfumo utakaofanya timu isimame imara yenyewe na tupunguze utegemezi. Kwa hiyo
Mwenyekiti Dr. Msola alikuwa tayari ameshakuja na wazo la transformation. Nikasema hapa tunaweza tukatumia hili wazo, tukalipa nguvu hili wazo likaweza kutransform timu yetu. Basi nikamconsult, tukakaa tukakubaliana tutengeneze ile kamati kwa ukubwa wake, tuipe nguvu, na baadaye nikawa sehemu hiyo kamati. Na baada ya kuwa kwenye kamati tukaona pale kwenye kamati kuna watu wenye taaluma nyingi. Kuna wanasheria, mwenyekiti wetu Mzee Mgongolo, kuna Arafat walikuwa wanatoka kwenye finance, kuna Ivan Tarim walikuwa wanatoka finance, mimi natoka kwenye engineering, lakini wote tunakosa elimu ya transformation. Ndio hapo sasa tukasema lazima tutafute consultant, mtu atakayetusaidia kujifunza dunia ya sasa inaendeshwaje, mpira wa sasa unaendeshwa vipi. Kwa hiyo tukaweza kufanikiwa kupata La Liga, wakatushauri, tukajifunza kutoka kwao na sisi tukajifunza, wao wakajifunza pia culture yetu ikoje. Tukakama na mfumo wa mabadiliko, na mfumo ule ulipelekwa kwenye mabadiliko ya katiba. Club ya Africans ikatengeneza rasimu ya katiba mpya, zikaenda kwa wanachama wakajifunza, wakatoa mawazo yao, tuka-incorporate, na baadaye tukaenda kwenye mkutano mkuu ulifanyika mwezi wa sita mwaka 2021, na mkutano ule uliridhia mabadiliko ya mfumo wa mabadiliko ya klabu yetu, na ulihudhuriwa na wanachama 1770, na wanachama wote waliridhia mabadiliko hayo. Na baada ya kuridhia tukalazimika kwenda kwenye mabadiliko ya mfumo, na sehemu ya mabadiliko ilikuwa ni kubadilisha ownership ya club kutoka 100% kwenda 49 kwa wawekezaji, 51 kwa wenye club. Lakini la pili ilikuwa structure ya leadership, ambayo ilikuwa nataka mwenyekiti abadilike kuwa rais, na baadaye kuwa kuna mwenyekiti wa bodi. Na eneo la tatu ilikuwa fan engagement, ambayo yote hayo tulianza kuyafanyia kazi, na mnamo mwaka 2022 tukafanya uchaguzi wa kwanza ambao ulikuwa ni matakwa ya kikatiba. Baada ya katiba yetu kusajiliwa tarehe 14 mwezi wa 12 mwaka 2021, tumefanikiwa kusajili katiba, tukalazimika kuimplement katiba, na hapo tarehe sikumbuki ilikuwa mwaka 2022 Julai 9 tukafanya uchaguzi, ambao uchaguzi huo ukanifanya niwe rais wa Club ya Young Africans kwa kipindi cha miaka 4 ambayo naihudumia kwa sasa. Asante. Tumepata walau kufahamu kile ambacho kimetuleta hapa. Engineer ameelezea safari yake, na hiki ambacho anakielezea sasa ni mada yetu ya kwanza ambayo inagusia uongozi wake ndani ya Young Africans. Maeneo mengine pia tutakuja kuyatazama kwa maana ya ACA, lakini pia FIFA huko kwenye kamati ya mashindano. Mbele yetu kuna jopo hapa, tutajadili kwa pamoja. Kakangu Gerard Hando, mkongwe kwenye tasnia hii ya habari, lakini Ramadhani Mbwaduke, mtaalam wa takwimu na data kwenye masuala ya soka ukanda wetu huu Afrika Mashariki na Kati. Naomba nitambue uwepo wa katibu mkuu wa wizara yetu ya habari, utamaduni, sanaa na michezo, na msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa. Karibu sana, naye ameamua kushiriki nasi hapa. Kwa hiyo ni fursa wanahabari leo kumfahamu Engineer Hersi, lakini pia na watu wadau ambao wamemfanya awepo hapo. Ameelezea safari yake kuingia Young Africans, lakini amegusia kwa uchache namna ambavyo alipewa dhamana ya kuwa rais wa Yanga. Sitaki kujua safari ilikoje, nataka nifahamu changamoto ambazo ulikutana nazo baada ya kutangazwa kuwa rais wa Yanga. Katika kipindi cha miezi 6 ya mwanzo, uliweza vipi kukabiliana na hizo changamoto? Maana najua nyingi walikuwa wanasema pengine hana uzoefu kwenye soka, ni mgeni huyu kwenye soka, anaongozaje klabu kubwa kama hii ya Yanga? Kwanza mimi ni shukuru mtu mmoja ambaye wa kwanza nitamtaja ni Mr. Said Mohamed. Yeye alikuwa ni sababu kubwa sana ya mimi kufika hapa, na nishukuru sana kumshukuru kwa support yake kubwa ambayo amekuwa akionyesha personally kwangu, lakini pia kwenye taasisi ya Club ya Young Africans. Nyuma ya haya mafanikio kumekuwa kuna mawazo, kumekuwa kuna ushauri, kumekuwa kuna guidance, na watu wengi ambao wamekuwa wakinipa ushauri. Nisiwezi kuwataja watu wote hapa, lakini wamekuwa ni sababu kubwa ya hiki. Na ni kweli wakati naingia madarakani kama mwenyekiti wa club, nafikiri inaweza kuwa ni mwenyekiti mwenye umri mdogo kuliko wenye viti wa vilabu hivi vikubwa katika historia. Miaka 30 kitu haikuwa rahisi kukabidhiwa Young Africans. Kitu gani ambacho kilinifanya nichukue hii dhamana? Kwanza ni
dhamira yangu ya kutaka kusaidia klabu yangu ya Young Africans ambayo ni klabu ya mzee wangu marehemu. Lakini la pili ni dhima ambayo tulikuwa nayo kama community ambayo tulikuwa tunaitaka. Young Africans ni klabu kubwa kuliko zote kwa umri hapa Tanzania. Haiwezi kuwa klabu ambayo inaweza kupitia shida wakati kuna watu wenye uwezo wa kuisaidia kwa hiyo. Kwa hiyo naweza kusema ni abandon my professional career kama civil engineer na kuweka jitihada kwenye mpira. Hilo ni eneo la pili. La tatu ni kuungwa mkono kwa uongozi wetu kwa wanachama na mashabiki. Wanachama na mashabiki waliweza kutupokea vizuri sana. Waliamini kabisa ya kwamba brain zetu zikiungana kwa pamoja, kwa wajumbe wa kamati ya utendaji, makamu wa rais, pamoja na viongozi mbalimbali ambao tunaweza kusema ni brain nyuma ya Young Africans, tunaweza kufanikiwa. Challenge ya kwanza ilikuwa ni umri, naonekana ni kijana mdogo. Challenge ya pili ni kwamba sijawahi kuonekana kwenye uongozi wa mpira, kwamba kuongoza vilabu mbalimbali. Na hicho kilikuwa kinatia wasiwasi. Na wasiwasi huo ulikuwa ni haki kwa hawa watu kuwa na wasiwasi. Lakini nataka niwaambie, vijana sisi wengi sana tuna uwezo mkubwa sana. Na kitu ambacho tunaweza kukifanya ni kuhakikisha tunapewa nafasi. Na tukipewa nafasi, naamini hata hapo watu ambao wako nyuma ya hizi kamera wana uwezo mkubwa sana hata kwa umri wao mdogo waliokuwa nao. Kwa hiyo cha kwanza ni kupewa nafasi vijana na kuaminiwa. Lakini la pili ni sisi vijana kutendea haki hizo nafasi zetu. Nikiri ya kwamba haikuwa rahisi, lakini tumepambana na naamini vijana wengi wanaweza wakiaminiwa. Tumepata guidance kwa viongozi wetu wa juu, nikianza na mwenyekiti wetu wa bodi ya wadhamini Mzee Mkuchika, wajumbe wa bodi ya wadhamini kina Anton Mavunde, Mheshimiwa Mwigulu, Abbas Karimba, mama yetu Karume. Hao wote wamekuwa ni mentor kwenye uongozi wetu. Lakini pia viongozi mbalimbali ambao wametusupport. Kwa hiyo vijana tukipewa nafasi tunaweza. Na hii ni mfano tosha kwa kijana mdogo kupewa klabu kama Young Africans na akaitendea haki. Ramadhani Mbwaduke, pengine tupitishe kwenye takwimu. Ilikuwa sahihi kuamini vijana kiwemo Engineer Hersi kuiongoza klabu kubwa kama hiyo ya Young Africans? Kombe la shirikisho hivi sasa wadhamini ni benki CRDB. Yanga imechukua mara 4 mfululizo baada ya kufungwa katika finali na watani zao wa jadi kwenye uwanja wa Tanganyika kama unakumbuka vizuri. Baada hapo Yanga kwenye michuano hiyo mechi 24 wameshinda zote. Lakini kati yake kuna mechi 3 walishinda kwa mikojo ya penalty kwa sababu ya kanuni. Kwa mfano kuna mechi ya robo finali ile Geita Gold ilikuwa ni sare wakashinda kwa penalty. Kuna mechi na Azam finali walishinda kwa penalty 7-6 kama unakumbuka vizuri. Kuna mechi nyingine pia ilikuwa ni Azam Geita. Kuna mechi 3 za penalty. Nyingine zote wameshinda. Alafu mabao 72 wameruhusu mabao 9. Sasa anayejua namba unaweza ukaona hapa ni ukubwa kiasi gani. Lakini kwenye ligi kuu Tanzania bara Yanga wameset standard kwa hii misimu minne kuanzia 2021-22. Standard